Usiache ibada, kaa sana kwenye ibada, sawa. Cha pili, muombe sana Mwenyezi Mungu. Cha tatu, mswalie sana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Cha nne, muombe sana msamaha Mungu, ndio istighfar. Na cha tano, kama una kitu toa sadaka. Tumeelewana? Hebu nipe ile simu ile. Nilikuwa nataka niwashe tochi nione mimi hapa, nizione hizi aya. Nafanya kama zamani aya sunna mbele. Awalam yarau anna Allaha, hivi hawaoni watu kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yabsutu rizqa liman yashau wa yaqdiru, anaikunjua riziki kwa amtakaye na anaifinya kwa amtakaye. Manake wa yaqdiru liman yashau pia sawa Awalam yarau, hivi hawaoni watu hawaoni anna Allaha, kwamba Mwenyezi Mungu yabsutu rizqa liman yashau, anaikunjua riziki kumkunjulia amtakaye, wa yaqdiru, na anaifinya, yani anaifanya dhiki kwa amtakaye. Inna fi dhalika, hakika kuna katika hayo, la ayatin, alama nyingi za uwepo wa Mwenyezi Mungu, liqaumin yu'minuna, kwa watu wanaoamini uwepo wake. Kwamba hili sharti uwe muumini ndio utaelewa kwamba riziki anayetoa mapana yake na mafupi na mapana na membamba yake anatoa nani? Allah. Liqaumin yu'minun. Kama imani yako ndogo unaweza usilione hili. Jamani, Mungu amekuja tena hapo katika maisha yetu ya kila siku, anatupa ujumbe kwamba hizi riziki hizi mwenyewe apangaye wingi na uchache si mwingine bali yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimwona na mtu ana riziki nyingi, ujue Mungu amempa yule, na mtu ana riziki finyu, Mungu amemfinyia. Sio elimu yake, zile ni sababu tu, sio wenyeji wake, ile nini, ni sababu tu, sio chochote. Na ukikosea hapo unakufuru. Qalun, mpaka leo hii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema yujaljilu fil ardhi, yujaljilu fil ardhi. Mpaka leo Qaluni anadidimia ardhini kwa sababu ya kiburi tu cha riziki yake. Alikuwa na riziki nyingi pana, wingi wake anausifu Mungu katika Qur'ani, inna mafatihahu latanuu uli usbah. Zile funguo tu nini, funguo za hazina alizopewa Qaluni za kufungua magodauni yake na maghala yake yenye mali na pesa zake, zile funguo zikiwekwa, wingi wake latanuu uli usbah, ilikuwa zinawashinda, zinawahemeza, umeelewa, kubeba watu wenye nguvu. Yani nyinyi wote hapa mkusanyike, msingeweza kuzikokota na kuzibeba funguo za Qaluni za hazina za mali zake, sio majumba yake au mikokoteni yake, funguo. Yani magunia ya funguo ya Qaluni yalikuwa hayabebeki. Sisemi mimi, hasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani. Kuna utajiri mdogo hapo jamani. Funguo si mnajua kuna nyumba, alafu nyumba ina vyumba, nyumba ni kubwa, kisha kinakuja nini, chumba. Hivi nyumba na chumba nini kikubwa? Nyumba kidogo, alafu ule chumba una mlango. Chumba na mlango kipi kidogo? Alafu ule mlango una ufunguo. Mlango una ufunguo kipi kidogo? Unaona Mwenyezi Mungu anataja ufunguo ufanyaje? Usafirishe akili yako uje kwenye majumba. Sio au uwezi kusafirisha akili. Tumeelewana? Sasa ikiwa funguo ni hivyo, je, milango yake? Je, vyumba vyake?
Je, hiyo mijumba yake? Hebu nyewe ogopeni Mwenyezi Mungu, hamna matajiri huku na watu wana nafuu tu mbele za maskini. Subhana. Subhana. Sawa? Hawa mnaoona matajiri hawa ni watu wana nini? Nafuu tu mbele ya maskini wengi. Ndio kidogo unamwona yule mambo safi. Lakini tajiri huyu, nakwambia Mungu anataka usafirishe akili yako. Kuna nyumba ni kubwa, haibebeki. Ndani ya nyumba kuna nini? Akibebeki. Lakini chumba kina haubebeki. Sawa? Ule mlango una funguo tu za kaluni hazibebeki. Je, milango yake, vyumba vyake, majumba yake? Wewe ukisoma vitu katika Qur'ani wewe unasafiri hivyo, ndio unaelewa. Tumsalie Mtume Muhammad. Umeelewa? Sasa tajiri huyo tajiri huyo Karuni, mpaka leo Mtume anasema yujaljilu fil ardhi, anadidimia katika. Unajua sababu yake nini? Aliambiwa tu la tafrahu, la tafrahu, bwana usijiachie na hizo mali. Akasema inama utituhu ala ilmin indi, niacheni nifurahi, nimepewa kwa sababu mimi nimesoma. Nyie wapo watu wao kumitane, mimi msomi, nimesoma ndio nimepata mali hizi. Mwenyezi Mungu sala fakhasafna bihi al-ardha, fakhasafna bihi al-ardha, tukamzamisha ardhini na mali yake. Mtume anakuambia tangu siku hiyo mpaka siku ya Mtume anaendelea maki mpaka leo bado anakwenda. Hii ardhi ndefu sana, anakwenda atagota siku ya kiyama ndum, kisha atarudishwa juu. Neno dogo tu, inama utituhu, nimepewa kwa sababu mimi mtaalamu nyenye, mimi daktari ndio maana nina hela, mimi shehe ndio maana nina. Mabwana mnasoma Qur'ani, maneno ya Mungu hapa, msianze tena huko mkaji nini, mkaji, nataka ile neno la Kiswahili la zamani ile, mkajishaua. Nalitaka hivi siku hizi kujishaua mjui msije mkajishaua mwenyewe. Una V8 chako hicho, kifunguo chako, hata paka anabeba. Kuna watu wanaamka majumbani hawaoni funguo zimebebwa na panya. Panya anakwenda nayo funguo ya V8, mwenzio mafatihahu latanuu ulu usba. Kwa sababu bwana mimi kila kitu. Mungu saa bwege mkubwa kamkandamiza, anakwenda mpaka leo. Sasa awalam yarau, awalam hivi hawaoni anna Allaha yabsutu rizqa liman yasha, kwamba Mwenyezi Mungu ndiye anaikunjua riziki kwa amtakaye, wa yakdiru, na anaifinya riziki kwa amtakaye vile vile. Inasikika sauti mshazoea kuanzia kesho tuache speaker hapa, sawa? Wa yakdiru la inna fi dhalika la ayatin liqaumin yu'minun. Sawa ndugu zanguni, riziki mwenyewe ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku moja alitoka Madina pale, akaona wale watu wanaitwa ahlu sufa. Ahlu sufa ni watu waliokuja kumkimbilia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakaacha miji